Tathmini yangu kwa rais wangu Magufuli juu ya demokrasia, ingekuwa ni mwalimu ningempa alama chini ya 5 kwa 100, kwa sababu haonekani kwamba anafuata misingi ya kidemokrasia. Yeye anajua kwamba hii ni nchi ya vyama vingi na siasa, kuna sheria iliyotungwa kwa ajili hiyo, lakini sheria anaikiuka, katiba anaikiuka bila kujali. Unafunga mkutano ya mambo ya siasa, afanye yeye tu na waziri mkuu au hasa na wabunge katika majimbo yao tu, hata wakuwaka mikoa, wakuwaka wilaya, kufanya mambo kinyume na sheria na katiba, kutia watu ndani ovyo, kutoa maamuzi ya haraka bila uchunguzi. Kwa hiyo nasema kwa upande wa demokrasia, rais wangu bado anahitaji kujirekebisha sana. Jambo linaloshangaza ni kwamba kwa nini rais wangu Magufuli awe na huruma sana na Makonda. Kuna masuala mengi tu watu wanajiuliza. Suala la vyeti, na ni yeye rais aliyosema kwamba watu wana vyeti sahihi. Hasa mbona Makonda huyu akashindwa mpaka leo kutoa vyeti yake? Na kuna shutuma hajazijibu kwamba yeye jina lake silo hilo Makonda, sijui alikuwa Bashite sijui nani huko. Sasa kwa nini anakimbia Makonda kulifesi swala, akalijibu likamalizika, na bado rais anamlinda? Suala la alotangaza na kupiga vita madawa kulevya ni jambo zuri, hapa anayependa vijana wetu haribike, lakini vipi nalihandle? Hasa huwezi kuja hadharani kama alifanya Makonda kutangaza watu tu kwamba huyu na polisi wachukue hatua. Sasa nasema jinsi alivyolihandle inaonekana kwamba ana soft spot katika moyo wake kwa Makonda. Sasa lakini mambo ya principle, mambo ya misingi haitakiwi onyesha kwamba kuna mtu anampenda, kuna wengine wanachukulia hatua. Kwa hivyo hii kidogo ningemshauri rais wangu aliangalia uzuri kabisa, kwa sababu katika mambo ambayo yanamtia kasoro ni vipi amelihandle swala la Makonda. Kuhusu swala la rushwa, mwanzo tuliingia moyo na nchi wengi kwa matamshi yake na hatua ambazo walizichukua siku za mwanzo zile, lakini nahisi kila tunapokuna mbele, mbona hizi juhudi hatuzioni zikiendelea zaidi? Bado rushwa nchini ipo, na bahati mbaya wanahusika na rushwa zaidi ni watu wa juu. Bado wanaochukuliwa hatua kila siku tunaomba kwenye vyombo vya habari ni hawa maafisa wa China mwakatikati. Hawa juu ni nadra kusikia. Hii kuna taasisi inaitwa Transparency International. Hawa wanasema rais anapoingia madarakani, miezi 6 ya mwanzo ndio ufunguo hasa. Ikiwa katika miezi 6 ile kaweza kuwashughulikia wala rushwa wakubwa, mapapa wa rushwa, hapo mwelekeo wake ni mzuri. Lakini ikiwa itakuwa ni hivyo tu,
basi ujue huu mwanzo si mzuri. Na mimi sidhani kwamba rais wangu Magufuli kaweza hasa kuwashughulikia mapapa. Sasa hivi ni zaidi ya mwaka mmoja.